Kwanza asante kwa kukuja hapa Melissa TV. Na mimi nitakukumbusha na miaka. I think it was 2023. Nitakukumbusha mwaka wa 2023. Wakati kuna hata mbunge fulani hapa amekuwa hapa akakukumbusha kuwa Rigathi Gachagua alikuwa kwa shule fulani, I think it was university. Akawaambia Kenya hakuna kazi. Aliwaambia yeye mwenyewe na kinywa chao. Sasa hivi Gachagua anasema Kasongo apeani kazi ziko na apeani. Kwani ni tofauti gani ilikuweko 2023 na sasa hivi? Yule Gachagua alikuwa 2023 kazi hazipo, na Gachagua saa hii kazi ziko. Huyu ni Gachagua mgani? Yangu ni bwana, ni kitu kidogo, ni swali ndogo sana. Unakumbuka tukirejea matamu ya mheshimiwa Rigathi Gachagua mwaka 2023 akisema kana kwamba sasa hivi Kenya haina kazi. Ukweli that time hakuwa na kazi. Na kazi haikuwa. Na kufikia sasa hivi hakuna nini? Hakuna kazi. Tunapokumbuka watu wengi sana kila mwaka Kenya watoto wana graduate kutoka universities na wengine wanaingia. Na wanapo graduate sisi kuna kazi. Hakuna kazi Kenya. Tunakubaliana mheshimiwa Rigathi kwamba hakuna kazi. Hata sasa hivi hakuna kazi. Lakini saa hii anasema Kasongo apeani kazi na kazi zipo. Alisema alikuwa kwa kanisa fulani hapa Kiambu. My brother, ukiangalia sasa hivi Kenya kuna kazi. Kuna kazi. Lakini mwenye wanapeana kazi ndiye hakuna. Ukiangalia William Ruto amechaza kila ministry politician wote ambao walimkampinia yeye. Na yeye wakati ambao alikuwa anafanya kampeni anatuambia kwamba hii serikali ni serikali ya nini? Serikali ya masura. Itahakikisha imechukua mama mboga, imechukua mtu wa potapota, imechukua mtu wa kioski, amefanya nini? Amepata siasa katika serikali yake. Lakini alipoingia uongozini, mtu wa kwanza ambaye alichukua ni Musalia Mudavadi na kina Wetangula, maponyenye wote hao ndio mama mboga. Na Mudavadi mwenyewe anatuambia kana kwamba au kama mzungu akuje kuambia pata mwapi. Ukichukua jupo ukiweka hiyo ukipendua si nipata mwapi. So my brother, hiyo mambo tunajua vizuri sana bwana. Haya, swali jingine. Yes. Wakati Gachagua anachukua ni wakati walipita 2022. I think walikuwa wameahidiana 50-50. Gachagua alipewa haki yake ile ya 50%. Viti 8. Unaweza waambia wananchi alipeleka wapi ama ni nani alipewa? Viti 8 alipewa. Sasa wewe kitu kusema kana kwamba sana naweza kuuliza mwanahabari. Katika viti hizo 8, sidhani kama viti 8 sasa siana Mount Kenya. Viti ambazo siana Mount Kenya kama ni viti 4. Hizo 4 unaweza tuambia juu mimi naweza kuhesabia na majina. Viti 8 zote. Na hizo viti 4 ambazo silienda huko mheshimiwa Rigathi Gachagua kuna agreement walikuwa wameelewana na mheshimiwa William Ruto. Hiyo agreement yao walielewana kana kwamba tutahakikisha hakuna Mkenya anafanya nini? Anatuhumiwa. Na tutahakikisha kila Mkenya mwenye ako Central Kenya, mwenye ako North Eastern, mwenye ako Ruo Nyanza, Rorandi atahakikisha wamepata equal. Hakuna ubaguzi jamii fulani, hakuna kubagua wako nayo. Ndio maana mheshimiwa Rigathi Gachagua mambo ilipokuwa ikuenda mzuri, walipokuwa wanatoka mheshimiwa Rais William Ruto, walipenda kwa mikutano, waliita wa Kenya hadi mingi sana. Hadi ikafikia time wanapeana hadi bila usitimiza. Mheshimiwa, ndio maana mheshimiwa Rigathi akarudi bado kusema yakana kwamba mbona mambo yaendi vizuri. Wakati wa finance bill, wakati ambao finance bill ilifika, ndio mheshimiwa Rigathi Gachagua alipokuwa Mombasa, rais akiwa Nairobi, rais alizungumza kutoka hapo ni boka kuzungumza. Alikuwa ameshamwambia hiki kitu si kitu kizuri. Na hapo ndipo mambo ilifanya nini? Iliingia mchanga. Swali la mwisho mimi nakuuliza tu hapo utikashaka. Yes. Swali la mwisho. Tunakumbuka wakati wa maandamano ya mzee. So unaelewa mzee? Raila. Nakumbuka Gachagua alikuwa sijui walikuwa wameenda Nakuru ama hotel. Akasema president rais wangu huyu mzee niachie mimi.
huyu tutamalizana naye. Na tuliona kitu ilifanyika kwa mzee pale Kware. I think pia ulikuwa. Ile marisasi alirushiwa ile sapa. And then after mzee kifo cha mzee Raila Amolo Odinga, the only politician mwenye tunajua ni mkubwa for now na kuenda hiyo haja attend hiyo matanga na haja hii kanyaka huko ni Gachagua. So swali langu ni kati ya Ruto mwenye alienda matanga na Gachagua mwenye hakuenda matanga na ile statement aliunda, tunaona huyu mzee kifo chake kinaweza kuwa kilitokana na nani? Unaposema yakana kwamba mheshimiwa Rigathi Gachagua alisema niachie mtu, hiyo matanga msiko imeshazungumza mheshimiwa Rais William Ruto. Alisema yakana kwamba niachie mzee. Huyu mzee nitamsafirisha Pondo asubuhi na mapema. Na kusema kweli alimfanya nini? Naye Gachagua alisema huyu nitamaliza. Lakini kusema yanga mheshimiwa Gachagua alisema atamaliza. Mheshimiwa Gachagua alirudia matamshi ya bosi wake ambayo alikuwa ameshaongea hapa awali, akisema kwamba niachie mzee nitafanya nini? Nitamsafirisha Pondo. Haya, matanga sasa. Nikimalizia mambo ya kuarama hapa kwa leo, tukiona mheshimiwa Raila Odinga akiturumiwa wakati ambao kulikuwa na mili hapo. Mapera sitani kama mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa waziri wa interior. Nimesema mwenye alikuwa waziri wa interior ni Kithure Kindiki. Na mtu ambaye anafaa kuturumiwa ni mheshimiwa William Ruto na waziri ambaye nimetika nini? Okay, matanga. Tunapoangalia kulikuwa na crisis kati ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga na mheshimiwa Rigiji. Na mheshimiwa Rigiji alisema yakana kwamba nimemtakikisha nimeweka mtego State House. Hapo ndio takikisha nimeweka mtego State House ili ndio mheshimiwa Raila Amolo Odinga asifike State House. Na kulikuwa na ile beni yakana kwamba mheshimiwa Raila Amolo Odinga alihusika katika impeachment ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na mheshimiwa Gachagua akasema yakana kwamba uwezi nitoa nyama mdomoni nifanye nini ukalie nyama from then mimi nifanye nini nikuje machishi yako. Hata mheshimiwa Gachagua akienda pale kungetokea na fuku kubwa sana. Manako unapata wewe mwenye unaelewa?